Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mzee wetu Mzee Magunao leo tunamsindikiza sasa hivi katika nyumba yake katika makaburi inshallah. Ngojea ewe mwanadamu, ambazo sehemu hizo bila shaka utaingia mmoja wapo katika hizo sehemu mbili, kama tunavyoambiwa kila siku kwamba sisi ni wasafiri na wewe ni msafiri. Unakwenda safari ndefu, umefika ulikofika, umekuta pale kuna nyumba mbili. Mwenyeji wako anakuambia ingia katika nyumba moja hii ambayo umeipenda mwenyewe. Basi bila shaka hiyo nyumba ndio itakuwa marejeo yako, ndio itakuwa mahala ambapo utafikia. Kwa hivyo ndugu wanadamu, ikiwa utafahamu jambo kama hilo, ya kwamba hakuna sehemu ya tatu, hakuna kabisa ya kwamba labda utawekwa mahala pengine pa kuhifadhiwa, bali kama ukiingia mahala pa janna ambayo inaitwa pepo, utaingia nar, kwa jina nyingine inaitwa jahannam. Hiyo ndio sehemu yako ewe mwanadamu yoyote yule. Kwa hivyo inatakana mwanadamu pale anapoishi duniani hapa ajue kwamba safari yake ni ya huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokiwa na mauti, malakal mauti, na kuweza kumtoa roho, alisema neno ambalo la maana sana, ambalo wewe ukiwa mwanadamu lazima ulizingatie. Alisema inna lilmauti la sakarat, hakika mauti ina sakarat, ina ulevi, ina kilevya. Hakika mauti yana ulevi, yani wakati wa kutoka kwa roho, ndugu yangu mwanadamu, inaweza ikakutoa katika fikra ama kwa namna ambayo ya kawaida ulionayo, inaweza ikakufanya ukawa ujitambui. Kwa hivyo maelekezo mazuri ni wewe kushikamana na mafundisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema faida barakatul hulqum. Hebu fikiria ewe mwanadamu, wakati roho itakapofika katika koo, roho inafika wakati huo inatolewa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa antum hina idhin tandurun, na wakati huo nyinyi mko pale kwa huyo mgonjwa ambaye anatolewa roho, mnamwangalia, mnamhurumia, mnajitahidi kila mnavyotaka, mnafanya chochote ambacho inawezekana ili asipatwe na kile ambacho mnakihofia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anaendelea kusema falaula in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum asema Allah subhanahu wa ta'ala falaula in kuntum ghayra madinina, ikiwa kama kweli nyinyi wanadamu hamna mnachokihitaji kwa Allah, mbona basi hamfanyi bidii mkayafanya ambacho yeye Allah anachotaka kiwe kisitendeke, kama kweli mna akili. Kwa hivyo ndugu Waislamu na ndugu ambao umehudhuria katika mazishi, tufahamu kwamba kuna siku atakuja malakul maut itoe roho yako, na pale inapochukuliwa ni sehemu ambayo wewe mwenyewe umeitamani, wewe mwenyewe umempenda. Hautaingizwa katika nyumba ambayo huitaki, hautaingizwa katika nyumba ambayo hakuwa ukishughulikia, bali utaingizwa katika ile nyumba, kwa sababu utakuwa ni mgeni wake, utaingizwa kwa ile nyumba ambayo wewe mwenyewe umeipenda. Ndugu waombolezaji, siku moja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya mazishi, kabla ya mazishi, anasema sahaba Al-Baraz, anasema tulipokwenda mazishi
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa kando, akawa na kiti chake anapiga, yani bakora yake akawa anagonga vile. Masahaba wakamuuliza, vipi ya Rasulullah? Akasema kwamba wanadamu anapofikia wakati wa mwisho wanakuja malaika, akiwa mwema wanakuja malaika wale wanaoshughulikia watu wema, na wanakuja malaika wale ambao kama mtu ambaye si mwema wanakuja katika wale ambao si wema ili kupokea, kama anavyosema wanaziati gharqa wanashitati nashta. Allah subhanahu wa ta'ala anahapa wale malaika ambao hutoa roho za wanadamu kwa namna yoyote ile, kwa namna nzuri au kwa namna ambayo sio nzuri. Basi wakati huo wakishatoa roho yako kama ni mtu mwema, inapokelewa na malaika pamoja na vifaa vizuri na manukato mazuri, inachukuliwa roho yako inapandishwa mbinguni, na pale inapopita, kila inapopita malaika wanajiuliza, ni roho ya nani huyo nzuri, ambayo inanukia vizuri, ambayo inapendeza vizuri, ni nani huyo? Basi na malaika ambao wamekuja kuchukua nafsi yako, roho yako, wanawajibu wale wenzao kwamba huyu ni fulani ibn fulani ambaye alikuwa mtu mwema. Wanataja kwa majina mazuri, majina ambayo ulikuwa ukiyapenda, majina ambayo yanakupendeza, kwamba huyu ni mja wangu, mja wa Allah fulani, na anachukuliwa, anaonyeshwa mahala ambapo roho yake inaonyeshwa mahala ambapo patakuwa kituo chake. Halafu kwa kinyume chake anakuja malaika kwa mtu ambaye ameishi hapa duniani kwa njia ambayo sio anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Basi inatolewa roho yake kwa nguvu kabisa, kiasi kwamba lao kama wanadamu yote angelisikia jinsi anavyosikia uchungu, basi wanadamu wote walioko duniani na majini labda wangelikufa kwa ajili ya uchungu na ukelele ambao huyo ametoa. Ndugu Muislamu na ndugu ambaye umehudhuria, ambaye labda si Muislamu, tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale roho ikitolewa, roho inasimama, inakaa pale katika kiwiliwili cha mwanadamu, inakuangalia wewe ambaye unashughulika kwa namna ya kumfisha, namna ya kumuosha, mpaka inazungumza na wewe unayemshughulikia kama kumuosha, inakwambia fulani, hakika mwili wangu umepata jeruhi mkubwa sana, imepata msiba mkubwa, kwa hivyo nioshe kwa utaratibu, nioshe kwa makini, nioshe kwa uzuri, ili nisipate chochote kinachonikera. Pale inapofinikwa, unapovishwa sanda, roho ile inasema, iko pale inakuangalia, inakwambia ambaye unanifunika sanda, nifunike taratibu na uniache usiku kidogo, ili marafiki zangu na vipenzi vyangu wanione mara ya mwisho. Halafu ikishafinikwa, anabebwa, anakwenda anasaliwa. Akishazaliwa analekwa kwenye jeneza, anachukuliwa makaburini. Akiwa mtu mwema, wallahi anasema, enyi ambayo mmenibeba, mfanyeni haraka munichukue mahala ambapo na matamani. Fanyeni haraka, kwa sababu kule nakokwenda tayari ameshaonyeshwa wapi anakwenda kushukia, wapi amekwenda kufika. Anatamani, anasema fanyeni haraka. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake anasema, isri'u bil janaza. Pale unapochukua jeneza, mila ya Kiislamu ni kufanya haraka, fanya haraka kuchukua kwenda kuzika. Akiwa Mtume anasema, akiwa mwema basi mnaharakisha kwenda kuchukua katika raha yake, akiwa mwovu basi pia fanyeni haraka, kwa sababu ya nini nyinyi kushughulika na kitu ambacho hakifai. Ndugu Muislamu na ndugu ambaye ananisikiliza, inapofika
maiti katika kaburi kabla haijawekwa kaburi, kama dunia inazungumza naye, inaambia mwanadamu, wapi nguvu zako? Ni wapi ushujaa wako? Kama alikuwa mtu mwovu na kama alikuwa mtu mzuri, kaburi inamwambia mja wa Allah, unakaribishwa mahala pazuri, unakaribishwa kwa njia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoingizwa katika kaburi, Allah subhanahu wa ta'ala anatuma malaika, wanakuja baada ya kufinikwa. Baada ya kushafinikwa na kuondoka, malaika wanakuja, Munkar wa Nakir, wanakuuliza ndugu. Basi kwa hivyo, kwa vile muda inshallah tufanye dua kwa ajili ya kumwombea ndugu yetu